kumpenda Mungu. Kwa ufupi leo tutakuwa najifunza kwa habari ya kumpenda Mungu, lakini nitakuwa nazungumza kwa habari ya dalili za mtu anayempenda Mungu. Na nikisema dalili, maana yake naongelea vitu au viashiria au mambo ambayo ukiyaona yanakusaidia kutambua ya kwamba huyu mtu anampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa mbona mnanyamaza tena watu wa Mungu? Dalili za mtu anayempenda Mungu. Na nianze na ile andiko la msingi, Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 28. Watu wanaompenda Mungu. Na naomba kama unaweza unisaidie kusoma pamoja nami Warumi sura ya 8 ule mstari wa 28. Naomba tusome 1, 2, 3. Anasemaje? Warumi 8:28. Unaweza kusoma hapo kama ipo tayari. Anasemaje? Nasi twajua ya kuwa. Sema nasi twajua ya kuwa. Huyu anayeongea anaonyesha kwamba yeye alikuwa na huu ufahamu ambao atauzungumza hapa mbele. Anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Nataka uandike hilo jambo. Kumpenda Mungu ni siri ya kutumiwa na kutumika na Mungu. Ni siri ya kutumiwa na kutumika na Mungu. Naona anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Maana yake kigezo cha msingi cha kufanya kazi na Mungu, watu wa Mungu, ni upendo au upendo wako kwa Mungu. Katika mambo yote. Katika mambo mangapi amesema? Iwe ni biashara, Mungu ataangalia kigezo gani ili afanye biashara na mtu? Upendo. Iwe ni huduma, Mungu ataangalia kigezo gani ili afanye huduma na mtu? Upendo. Iwe ni kazi ya uongozi, Mungu ataangalia kigezo gani ili afanye kazi na huyo mtu? Upendo. Wafalme wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 3. Upendo ni mojawapo ya kigezo kikuu na kikubwa cha Mungu kufanya kazi na mtu yoyote. Mungu hafanyi kazi kwa sababu tu anajisikia kufanya kazi na wewe. Vipo vigezo vikuu vingi au vipo vigezo vingi vinaweza kufanya Mungu akafanya kazi na mtu, lakini upendo, tunapoongelea upendo, ni kigezo kikuu cha Mungu kufanya kazi na mtu. Wekea kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3. Huyu ni Sulemani ambaye Mungu anamchagua ili awe mfalme wa nchi, asimamie watu ambao Daudi baba yake alikuwa anawasimamia. Anasema Sulemani naye akampenda Bwana, akampenda Bwana, akampenda Bwana, akampenda Bwana. Ukiona Sulemani anakuwa mfalme wa nchi, anaongozwa na Mungu, anamfuata, anamwambia niombe lolote utakalo nami nitakupa. Sulemani ujue ni mtu aliyekuwa anafanyaje. Soma hapo anasemaje? Sulemani akafanyaje? Akampenda Bwana. Bali na mausia baba yake aliyompa, akamwambia mwanangu Sulemani, mjue sana Mungu wa baba yako. Hii sio tu ilikuwa kumjua, kwa sababu kuna wakati kuna viwango vya kumjua Mungu vinazidi kufunguka kwako kadri unavyozidi kumpenda Mungu. Sasa hapa anasema Sulemani naye akampenda Bwana. Alafu unaona anasema akienda katika amri za Daudi babaye, ila utoa dhabihu, anasema ila utoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Angalia alivyotoa dhabihu na akafukiza uvumba katika mahali pa juu. Nenda mstari wa 4 na 5. Nenda mstari wa 4 na 5. Nenda mstari wa 4 na 5. Mstari anasema basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka za, anasema 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Alafu mstari wa 5, aliomba akamaliza akaondoka zake nyumbani. Yani alitoa sadaka, in fact akuomba, alitoa sadaka akamaliza akaondoka zake nyumbani. Angalia watu wanaompenda Mungu. Sikiliza, watu wanaompenda Mungu, moja ya kitu ambacho nitakuelezea baadaye ya tabia, kuna tabia Sulemani alikuwa nayo. Lakini angalia mstari wa 5 anasema Sulemani kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, anasema na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia omba utakalo nikupe. Sulemani akaenda kuomba kule mlimani na kutoa sadaka. Alienda tu kutoa sadaka, lakini ikamgharimu Mungu kumjia usiku akiwa amelala, ampe fursa ya kuomba chochote anachotaka. Mungu akijua unampenda atakuwa tayari kukufanyia chochote unachotaka. Unaona Mungu anampa Sulemani fursa ya kuomba lolote atakalo.
Maana yake ni kwamba Mungu atakuwa tayari kukufanyia unachotaka kama akigundua kwamba unampenda. Mungu atakuwa tayari kufanyia chochote unachotaka. Na sasa nitakwambia sio tu kwa sababu unasema hapa sasa, kwa mfano mtu anataka mambo yanayohusiana na dhambi, huyo sio mtu anayempenda Mungu. Huyo sio mtu anayempenda Mungu. Huyo sio mtu anayempenda Mungu. Yohana sura ile ya 3 ule mstari wa 16. Yohana sura ile ya 3 ule mstari wa 16. Yohana sura ile ya 3 ule mstari wa 16. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Angalia, anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Maana yake ni kwamba Mungu hafanyi pia chochote kama hajasukumwa na upendo. Na in fact unaweza kuandika tu tafsiri fupi. Upendo ni Mungu na Mungu ni upendo. Kwa hiyo kusema kwamba unampenda Mungu, watu wa Mungu, ni kusema kwamba una Mungu. Kwa sababu Mungu ni upendo na upendo ni Mungu. Sio tu kwamba Mungu ana upendo. Unajua ni kitu kimoja kuwa na upendo. Unaweza kuwa una upendo muda huu na baadaye ukawa hauna. Sasa Mungu sio kwamba Mungu ana upendo. Mungu ndio upendo wenyewe. Unavyoongelea upendo unamuongelea Mungu. Kwa tafsiri ile ni kwamba huwezi kumtenganisha Mungu na upendo. Subiri nikupe mfano. Tunaweza tukaja, unaona ukuta wetu wa kanisa. Huu ukuta kwa sasa hivi nikikuuliza una rangi gani? Utaniambia labda una rangi sijui nyeupe au una rangi sijui rangi gani. Okay, tuassume ni rangi nyeupe. Ukuta una rangi gani? Utaniambia una rangi nyeupe. Ila tunaweza tukakwangua hapo. Baada ya muda rangi nyeupe ikawa haipo tena. Ni kweli sio kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tafsiri yake nini? Huu ukuta una rangi nyeupe ila sio mweupe. Ungekuwa mweupe hata ukwangue unavyokuangua nyeupe inabaki kuwa nyeupe. Waraka wa kwanza Yohana ni kuthibitisha kwa maandiko ya kwamba Mungu sio tu kwamba Mungu ana upendo, lakini Mungu ndio upendo wenyewe. Waraka wa kwanza Yohana sura ile 4 ule mstari nianze mstari wa 16. Mstari ule wa 16. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Anasema nasi tumefahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Alafu kipengele B anasema Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa katika Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Kwa tafsiri fupi, ukiona mtu anasema ameokoka na kuna mtu anashindwa kumpenda, watu wa Mungu, nikueleze tu ukweli, ni ishara ya kwamba Mungu akai ndani ya huyo mtu. Kwa sababu ile anasemaje, utampendaje Mungu asioonekana alafu huwezi kuwapenda wanadamu unaowaona? Kwa hiyo ishara moja hapa ya kwamba unampenda Mungu ambaye haonekani kwa macho ya damu na nyama ni ile ambapo tunaona unampenda Mkristo mwenzako, unampenda jirani yako, unampenda ndugu yako, unapenda watu, yani unawapenda watu. Kuwapenda watu ni kumpenda Mungu. Si uandike tu hiyo maana rahisi. Kuwapenda watu ni kumpenda Mungu. Na kumpenda Mungu ni kuwapenda watu. Kuwapenda watu ni kumpenda Mungu. Na kumpenda Mungu kunahusisha kuwapenda watu. Na haya mambo yanakwenda pamoja. Yaani huwezi ukakata hicho kipengele tu cha kwanza kwamba kuwapenda watu ni kumpenda Mungu kaishia hapo. Ukasema kwa sababu tu mimi nawapenda watu, hiyo ni automatically kwamba nampenda Mungu. Hamna, vinategemeana vyote. Hiyo sentensi haijakamilika kama hujamalizia na kumpenda Mungu ni kuwapenda watu. Anasema uwe na upendo binafsi kwa Mungu. So hapa anasema Mungu ni upendo, anasema naye akae katika pendo, anakaa ndani ya Mungu na Mungu anakaa ndani yake. Alafu twende ule mstari wa 19. Twende mstari wa 19 ya waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 19. Anasema sisi tuwapenda maana yeye alitupenda sisi kwanza. Kwa hiyo sababu kwa nini sisi tunapenda ni kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Kwa hiyo sababu rahisi inayopaswa kukupe, yani kitu rahisi kinapaswa kukupe sababu na wewe ya kupenda, hata kama umekwazwa, hata kama umeumizwa, hata kama wamekufanyia jambo baya, sababu rahisi ya kufanya wewe upende ni kwa sababu Mungu alikupenda kwanza. Neno mstari wa 19. Anasema yeye alitupenda kwanza na kwa sababu hiyo na sisi tunalazimika kufanyeje? Kupenda. Sema ninalazimika kupenda. Sema ninalazimika kupenda. Sasa tuanze dalili ya kwanza ya mtu anayempenda Mungu. Dalili ya kwanza ya mtu anayempenda Mungu. Number 1, mtu anayempenda Mungu ni mtu anayeupenda uwepo wa Mungu. The man who loves God is the man who loves his presence. Mtu anayempenda Mungu ni mtu anayeupenda uwepo wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu. Ninasikia upako wa kuhubiri sasa.
Mtu anayempenda Mungu ni mtu anayeupenda uwepo wa Mungu. Na nikisema kuupenda uwepo wa Mungu, maana yake nini? Maana ya kwanza ni kwamba unapenda kukaa karibu na Mungu. Unakuwa ni mtu ambaye unapenda na unatamani na inakuwa ndio shauku yako kukaa karibu na Mungu. Unapenda kukaa karibu na Mungu. Umewahi kuona watu wanaopendana? Umewahi kuona watu wanaopendana? Unajua kati ya kitu kinatokea kati ya watu wanaopendana nini? Wanatamani kukaa pamoja. Wanatamani kukaa pamoja. Watu wanaopendana wanatamani kukaa pamoja. Ni jambo la hiyo, haihitaji ufunuo wa roho kwamba unahitaji ufunuo wa roho kujua huyu mtu anampenda huyu mtu. Wewe anza kuangalia distance. Ukianza kuona distance inapungua, wanazidi kurudi karibu zaidi, wanazidi kurudi karibu zaidi, ujue kwamba huyo mtu na huyo mtu wanafanyaje? Nikupe andiko la kuanzia hapo. Dalili ya kwanza ya mtu anayempenda Mungu ni mtu anayeupenda uwepo wa Mungu. Zaburi 42 ule mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 42 ule mstari wa kwanza na wa pili. Huyu ni Daudi, anasema kama vile ayala ayatamanivyo maji, ndivyo ambavyo nafsi yangu, anasema nafsi yangu inakuonea shauku Mungu. Anaposema nafsi yake inamwonea shauku Mungu, maana yake ni kwamba anautamani uwepo wa Mungu. Nenda mstari wa pili. Anasema nafsi yangu inamwonea Mungu, anasema inamwonea kiu Mungu ali hai. Anasema ni lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu wangu. Maana yake nionekane mbele za uwepo wa Mungu wangu. Watu wanaompenda Mungu ni watu ambao shauku yao kubwa na kiu yao kubwa ni kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Mwangalie huyu Daudi, ni mtu aliyekuwa anampenda Mungu, na kwa sababu alikuwa na shauku ya kuonekana mbele za Mungu wakati wote. Angalia kitabu kile cha Zaburi 63 ule mstari wa pili. Anzia hata mstari wa kwanza. Zaburi 63 mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Watu wenye shauku na Mungu ni watu ambao ni watu wa kutafuta uwepo wa Mungu. Zaburi 63 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema twende haraka. Zaburi 63 ule mstari wa kwanza na wa pili. Anasema Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Alafu anasema nafsi yangu inakuonea kiu na mwili wangu unakuonea shauku katika nchi kame na ya uchovu, anasema na isiyo na maji. Nenda mstari wa pili. Anasema ndivyo nitakavyokutazamia katika patakatifu pako, nizione nguvu zako na utukufu wako. Daudi, moja ya kiu na shauku aliyokuwa nayo kama mfalme ni ya kutamani kuuona uwepo wa Mungu, ni ya kutamani kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Na anasema kila akiamka asubuhi, shauku moja kubwa inayokuwa ndani ya moyo wake ni yeye ni mfalme wa nchi. Kumbuka, he is the king of the nation. Ni mfalme wa nchi. Angeweza kusema ya kwamba labda anatamani, lakini katika kutamani kwake kuna vitu angeweza kuvipata kwa sababu ni mfalme, ila kuna hiki ambacho amegundua, mbali na kwamba anao ufalme, mbali na kwamba anazo hela, mbali na kwamba anao wake, mbali na kwamba anao watoto, mbali na kwamba anayo mafanikio, lakini kuna kiu ilikuwa imwachii Daudi kila asubuhi. Na hiyo kiu ni ya kutamani kuona uwepo wa Mungu, lakini pia ni ya kutamani kuonekana mbele za uwepo wa Mungu. Kwa hiyo pia kutaka kuupenda uwepo wa Mungu, maana yake pia nini? Ni kutamani kuonekana mbele za uwepo wa Mungu kila wakati. Na ya kwanza nilikwambia ni kwamba unakuwa unataka kukaa karibu na Mungu. Lakini ya pili ni kwamba unakuwa unatamani kuonekana mbele za uwepo wa Mungu kila wakati. Mnyang'anye mtoto wa mic. Ni kutamani kuonekana mbele za uwepo wa Mungu kila wakati. Ni kutamani kuonekana mbele za uwepo wa Mungu kila wakati. Sikiliza, kuna mahali fulani Mungu aliwaambia watu nitafuteni. Watu wakajiapisa, wakasema Mungu umesema tukutafute, nasi tunaapa tutakutafuta. Zaburi 27 ule mstari wa 8 na wa 9. Zaburi 27 ule mstari wa 8 na wa 9. Anasema uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia uso wako nitautafuta. Alafu mstari wa 9 anasema usinifiche uso wako, usijiepuse na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Mungu anataka kutafuta uso wake. Uso wa Mungu ndio uwepo wa Mungu. Sasa sikiliza, unaweza ukaandika hii: uwepo wa Mungu ndio siri ya watu wakuu. Yaani siri inayowatengeneza watu wakuu inaitwa uwepo wa Mungu. Kila mtu mkuu anatengenezwa kwenye uwepo wa Mungu. Daudi alikuwa ni mtu wa uwepo wa Mungu, ndio maana alikuwa mtu mkuu. Unasema labda pastor, inawezekana alianza kutafuta uwepo wa Mungu akiwa mfalme. Akaanza kutafuta uwepo wa Mungu akiwa mfalme.
Samueli wa kwanza 16 ule mstari wa 18. Na hii naomba tusome wote kwa pamoja. Uwepo wa Mungu ndio siri ya watu wakuu. Siri inayotengeneza watu wakuu ni uwepo wa Mungu. Samueli wa kwanza 16:18. Naomba tusome kwa sauti kanisa. 1 2 3. Anasemaje? Sauti zenu haziniridhishi. Twende tena. Bethlehem, aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara, ni mtu mzuri, ambaye Bwana yu pamoja naye. Nini kilifanya Daudi akawa anapiga hatua kwenye maisha? Bwana yu pamoja naye. Uwepo wa Mungu ndio siri inayotengeneza watu wakuu. Andiko lingine ni kuongezee, kitabu kile cha Yohana sura ya 3 ule mstari wa 2. Yohana sura ile ya 3 ule mstari wa 2. Huyu ni ndugu mmoja anaitwa Nikodemo, ni mwalimu wa sheria na Torati. Anamwendea Bwana Yesu, anasema hivyo alimjia usiku, akamwambia Rabi, maana yake anaongea na Yesu, akasema twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa nani? Kwanza kwa Mungu. Alafu anasemaje? Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi usifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu. Kwa tafsiri nyingine kwamba moja ya siri ya ukuu na matendo ya ajabu ambayo Bwana Yesu alikuwa anayafanya, hiyo siri ilikuwa inaitwa nini? Uwepo wa Mungu. Maana Mungu yu pamoja naye. Matendo 10:38. Matendo 10:38. Unapoukosa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, ni ishara ya kwamba uwezi kuwa mtu mkuu na uwezi kufanya maajabu. Yesu alikuwa anafanya ishara ambazo watu walikuwa wanashindwa. Na moja wapo ya siri, sio kwa sababu alikuwa anaomba sana, the presence of God was with him. Hata ukimwona anaomba ili kutunza uwepo. Matendo 10:38. Kwa sauti tusome tena, anasemaje? Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Anasemaje? Naye akazunguka na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na ibilisi. Kwa nini? Nini kimefanya akaweza hayo mambo yote? Hicho kipengele cha chini ndio cha muhimu. Anasemaje? Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Uwepo wa Mungu pamoja na wewe unakuwezesha kutenda matendo mema. Bila sema alikuwa akizunguka kwanza huko na huko akitenda matendo mema. Chochote chema ambacho unataka kukizaa kinazaliwa ndani ya uwepo wa Mungu. Sikiliza, ni uwepo wa Mungu unaofanya watu wa kawaida wasio wa kawaida tena. Ni uwepo wa Mungu unaofanya watu wa kawaida wasio wa kawaida tena. Yoyote ambaye anajiona yeye ni wa kawaida, aanze kuutafuta uwepo wa Mungu. Musa mwenye kigugumizi anamwambia Mungu, uso wako usipoenda na mimi sitoki hapa. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ukiona miujiza ambayo Musa alikuwa anafanya, maajabu ambayo Musa alikuwa anafanya, ujue ni matokeo ya uwepo wa Mungu uliokuwa unatembea pamoja na nani? Na Musa. Sema ee Bwana Yesu, katika jina la Yesu, uwepo wako Bwana uende pamoja nami. Sema ee Bwana Yesu, katika jina la Yesu, uwepo wako uende pamoja nami kwa jina la Yesu. Ndio maana Yesu anaahidi kwenye kitabu kwenye kitabu cha Mathayo 28 ule mstari wa 19 na 20, anawaambia waende ulimwenguni mote wakawafanye mataifa kuwa wanafunzi wake. Alafu Yesu anasema ule mstari wa 20, anasema hata tuacha sisi, yani hata tuacha sisi peke yetu hata ukamilifu wa dahari. Maana yake Yesu hata tuacha hata siku moja. Watu wa Mungu, usiliendee jambo lolote kama una uwepo wa Mungu. Uwepo wako ndio salama ya. Twende jambo la pili. Dalili ya kwanza nimekwambia mtu anayependa uwepo wa Mungu ni, na mtu anayempenda Mungu ni mtu anayependa nini? Uwepo wa Mungu. Maana yake ni mtu anayetamani kukaa karibu na Mungu. Kuna tenzi moja ilikuwa inaimba, siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi, Mungu wangu, siku zote, siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi, Mungu
Mara ya mwisho tena. Siku zote, siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi, Mungu wangu. Mtu mwingine alikuwa katika kuimba, kanami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, ili peke yangu kanami, kanami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, ili peke yangu kanami. Ile beti ya 3 anasema, nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani? Mimi nitaongozwa na nani? Ila wewe Bwana kana, ila wewe Bwana kanami. Nilalapo nikuone wewe, nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikiwe, gizani mote nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote kaa nami, siku zangu zote kaa nami. Dalili ya mtu anayempenda Mungu, watu wa Mungu, ni mtu anayependa uwepo wa Mungu. Kuna wakati mwingine wewe hata usihangaike sana, unaweza kufika kwenye chumba cha maombi, wakati mwingine hauna prayer point nyingine, ni kuimba tu, na unaimba nyimbo za kumonyesha Mungu ya kwamba unauhitaji uwepo wake kuliko unavyofikiri. Natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu. Oh, natamani nikuone, natamani niuone uso wako, nikuabudu. Ita Yesu, Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, muite Yesu, Yesu, jina lako Yesu, nakutamani.
tumekuja mlima Sayuni kukusifu na kukuabudu maserafi, makerubi twaungana nao. Tumekuja mlima Sayuni kukusifu na kukuabudu maserafi na makerubi twaungana nao. Milima yayeyuka mbele zako, nani kama wewe Mungu we? Magonjwa ya mbele zako Bwana, nani kama wewe? Mungu wetu, magonjwa ya mbele zako Bwana, nani kama wewe? Simba wa kabila la Yuda, Bwana, tumekuja mlima Sayuni kukusifu na kukuabudu maserafi, makerubi twaungana nao. Milima yayeyuka mbele zako, nani kama wewe? Mungu wetu, ukimwi ugonjwa yayeyuka mbele zako, nani kama wewe Mungu wetu? Magonjwa yayeyuka mbele zako, nani kama wewe Mungu wa. Naweza kukuruhusu kunena kwa lugha kidogo. Nena kwa lugha kidogo, mwambie Roho Mtakatifu, na kutamani na utamani uwepo wako, na kutamani na utamani uwepo wako. Unaweza kanena tena kwa lugha. Manta yanda rabasaya leka parada basatoriana nanama yanda baba basaya rekada baba sanda rikana bayantoria. Hii ni peke yako, hii ni peke yako, hii ni peke yako. Zungumza naye peke yako, zungumza naye peke yako. Shana manda rabadabaya rekatora mana masanda yakaparadia lekada baba satayanda aranda kaparia mama masaya yekaparada basata yakatayana masanda lekaparada basadia ayekatoria nanaya ekapayanda kataya mantamaya paradia jekapalatayanda ranama akapayantayandia ekamayana masanda radaya. Huyu ni Mariamu na dada yake, wanamwambia Bwana Yesu ya kwamba ungalikuwapo mahali hapa,
ndugu yetu asingalikufa. Maana yake uwepo wa Yesu ni uwepo wa uzima. Uwepo wa Yesu ni uwepo wa nguvu. Uwepo wa Yesu ni uwepo wa uhai. Bwana kana sana makataya la paranda katoria nanayo yantoba basadia yekataya naradabo asana mantayanama. Kisiwepo cha kunitenga na uwepo wako. Makapa ya katayado lekadabadaba sana maya manda ya karana hayena makataya yakadabadaba sana. Nijulikane kama mtu mmoja aliyeishi na katembea na wewe, na wewe ukatembea naye. Niende unapoenda, nikae unapokaa, niende unapoenda, niwe unapokuwa. Uwepo wako ukienda, na mimi niende Bwana. Mahali ulipo uwepo wako, na mimi nipatikane hapo. Kapaya kataya na masanda randa rababosaya. Sema Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Uwepo wako wa ajabu uwe kama pumzi kwangu, kila saa, kila wakati. Unizingire tena katika jina la Yesu. So dalili ya kwanza ya mtu anayempenda. Unaweza kukaa tena kwa dakika chache. Tapata nafasi ya kuomba kule mwishoni. Dalili ya kwanza ya mtu anayempenda Mungu ni kuona upendo wake kwa uwepo wa Mungu. Lakini jambo la pili, dalili nyingine ya mtu anayempenda Mungu ni ukimuona mtu anayempenda Mungu, utamuona mtu anayelipenda neno na sauti ya Mungu. Kwa hiyo dalili ya pili ya mtu anayempenda Mungu ni mtu anayelipenda neno la Mungu na sauti ya Mungu. Nenda kanionyeshe watu wanaopendana. Nenda kuonyesha mtu ambaye wanatamani kuongea na wakipigana simu wanaongea muda mrefu. Mtu anaweza hata akairisha kulala ili aongee na mtu anayempenda. Ndivyo ilivyo. Kuna wakati utaacha kulala ili uongee na Mungu unayempenda. Kuna wakati kabisa utaamua uache godoro uongee na Mungu unayempenda. Tunapokuja kwenye ibada kama hivi ni ishara ya upendo wetu kwa Mungu. Ni ishara ya kwamba tunamtaka na tunatamani kuona uwepo wake. Angalia kitabu kile cha Zaburi 119, umuone mtu aliyekuwa anampenda Mungu. Zaburi 119 ule mstari wa 97. Zaburi 119 ule mstari wa 97. Zaburi 119, unapomuona mtu anayempenda Mungu, maana yake umemwona mtu anayelipenda neno la Mungu. Kwa hiyo tafsiri rahisi, unajuaje mtu anampenda Mungu? Angalia analipenda neno kiasi gani. Siku hizi kuna watu wakisikia hata ni ibada ya neno haji. Ibada ya kusifu yupo, ibada ya neno haji. Ile kwamba upendo wako kwa neno la Mungu ni mdogo ni ishara ya kwamba upendo wako kwa Mungu na wenyewe pia ni nini? Ni mdogo. Mwangalie Daudi. Daudi anasema sheria yako naipenda mno. Ajabu. Hiyo sheria ni neno la Mungu. Kaya alikuwa anajaribu kusema neno lako Mungu ninalipenda mno. Ajabu. Kusema mno ajabu maana yake ni kwamba alikosa namna ya kuelezea. Alikosa lugha nzuri ya kuelezea. Alikosa namna nzuri ya kuelezea. Alafu anasema kwa sababu ninalipenda mno ajabu, anasema ndio kutafakari kwangu mchana kutwa. Maana yake nitalitafakari neno lako mchana kutwa, asubuhi mpaka jioni. Daudi analitafakari neno. Mahali pengine anasema ndio kutafakari kwangu usiku na mchana. Maana yake usiku ukimkuta Daudi anatafakari, ujue anachotafakari kwenye akili yake sio jinsi ambavyo watu wanamuendesha kwenye nchi yake. Anatafakari neno la Bwana. Anatafakari. Subiri nikupe siri nyingine. Subiri nikupe siri nyingine. Nini kinatokea unapolipenda neno la Mungu? Yohana 14 mstari 21 na 23. Yohana 14 mstari 21 na 23. Nini kinatokea unapolipenda neno? Na sio tu kulipenda, ulipende mno ajabu. Yohana 14 mstari 21 anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Maana yake mtu mwenye neno. So kulipenda neno ni kuwa na neno. Anasema yeye aliye na amri zangu. So ni kujaza neno ndani. Mtu anayelipenda neno utaona jinsi alivyolijaza neno la Mungu ndani yake. Daudi alikuwa analipenda neno akasema, moyoni mwangu nimeliweka nini? Neno lako. Ile tu mpaka sasa hivi hapo ulipo maandiko ulionayo bado ni yale ya Sunday school. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, biseni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Na lingine Mathayo 5:3, heri walio maskini wa roho,
Kwa maana ufalme wa mbinguni wao. Na lingine ilikuwa ni gani? Zaburi 119 mstari wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na lingine tena Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yaani kama umeishia hapo, ni ishara ya kwamba upendo wako kwa Mungu ni mdogo. Namna rahisi tu. Utalia kuanzia asubuhi mpaka jioni, Mungu nakupenda. Mungu anapima unavyompenda kwa jinsi ulivyo na neno lake na unavyolipenda neno lake. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Kwa hiyo kulipenda neno la Mungu na kumpenda Mungu ni kuwa nazo. Jaza neno ndani. Wakolosai 3:16, neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Likae maana yake likalishwe. Ili kitu kikae lazima kikalishwe. Kalisha neno la Mungu kwa wingi ndani yako. Na hapa anasema yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye, angalia nini kinatokea. Anasema naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Alafu Yesu anasemaje? Na mimi Yesu nitampenda na kufanyeje? Malizie tukumenge tabusa, anasema na kufanyeje? Kujidhihirisha kwake maana yake nini? Hauhitaji kujifungia chumbani kwako umwambie Yesu nitokee. Amna, unahitaji kukaa na neno, ulijaze ndani, ulifanyie kazi. Kana unavizidi kujifanyia kazi, Yesu amesema atakutokea. Yesu amesema atakutokea. Maana yake ukilichukua neno la Bwana Yesu linalohusiana na masuala ya uchumi, ukalijaza ndani, alafu ukaanza kulifanyia kazi. Ukianza kulifanyia kazi, Yesu atakutokea. Kusema atakutokea maana yake nini? Maana yake ni kwamba yeye ni Mungu anayeliangalia neno lake apate kulitimiza. Akiliona ndani yako atakuja ili alitimize hilo neno. Jaa neno la Mungu ndani. So Yesu, una ofa ya bure hapa ya Yesu kujifunua kwako. Angalia mstari ule wa 23. Angalia mstari ule wa 23. Angalia mstari ule wa 23. Anasemaje kwa sauti kanisa? 1, 2, 3. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Kwa hiyo sikiliza, anasema nasi tutakuja kwake. Kwa hiyo kingine ni kwamba mtu aliyejaa neno na anaishi kwa neno ni sumaku inayomvuta Yesu pamoja na Baba yake. In fact, huyu ni mtu ambaye atakuwa ni makao makuu ya Mungu hapa duniani. Akitembea ni Yesu na Baba kwa pamoja wanatembea pamoja naye. Anasema sisi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sio tutakuja tumtembelee. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba makao makuu ya Mungu hapa duniani ni wapi? Ni kwa mtu anayelipenda neno, na kulipenda neno tumesema ni kulijaza ndani na kuishi kwa hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. So anasema mtu anayelipenda neno, yeye na Baba yake watakuja na watafanya makao. Kwa hiyo namna gani rahisi ya kufanya Mungu afanye makao kwenye biashara yako? Ni kuigeuza au kuiendesha biashara yako kwa neno la Mungu. Ni kweli kuna mtaji, ni kweli kuna vitu vingine, ila asubuhi unapoingia kwenye biashara unaanza kuitamkia biashara yako matamko ya neno la Mungu. Unaiendesha biashara yako kwa mujibu wa kanuni za neno la Mungu. Kwa kufanya hivyo, kutamka na kuiendesha biashara yako kwa mujibu wa kanuni za neno la Mungu, kutafanya Mungu afanye makao yake kwenye biashara. Na Mungu akifanya makao yake kwenye biashara, watu wa Mungu ndio ile wanasema Yesu hakuna awezaye kufanya hivi isipokuwa Mungu yupo pamoja naye. Maana yake biashara yako itafanya mambo ya ajabu. Tunakwenda kwa pamoja watu wa Mungu. Tunakwenda kwa pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunakwenda pamoja sema amen kwa sauti sasa. Okay, twende tena tuendelee mbele. Yohana sura ya 6 mstari wa 67 na 68. Yohana sura ya 6 mstari wa 67 na ule mstari wa 68. 1, 2, 3. Anasemaje? Yesu akawaambia wale tenasara, na nyinyi mnataka kuondoka? Nini kinafuata? Mstari unafuata. Simoni Petro akajibu, Petro alikataa kuondoka kwa Yesu. Nini kilifanya Petro ambatane na Yesu? Ni kwa sababu Yesu anayo maneno ya uzima wa milele. Na hicho Yesu ndio kilifanya Yesu hata Petro alipokuwa anarudi nyuma amemkana Yesu, ilibidi Yesu amfuate tena Petro amsaidie. Kwa nini? Petro alikuwa analipenda neno. Na siri ya Petro kulipenda neno ilianza siku ambapo Petro
alikutwa na Bwana Yesu akiwa amefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hajapata samaki. So Yesu akamtamkia neno, akamwambia nenda baki lidini, utapata samaki wengi. Petro akasema kwa neno lako mtazitupa nyavu. Alivyoenda siku ile kwa neno la Bwana Yesu na akapata matokeo, kuanzia siku hiyo, kwa lugha rahisi Petro anasema aka fall in love with the word of God. Akaanza kulipenda neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwekea Ayubu 23, Ayubu 23 ule mstari wa 12. Muangalie Ayubu, nini siri ya mafanikio ya Ayubu? Ayubu 23 ule mstari wa 12. Nini siri ya mafanikio ya Ayubu? Mtu kama Ayubu ni mtu aliyefanikiwa sana kiuchumi, alifanikiwa sana kwenye maeneo yote ya maisha, alikuwa na familia bora, alikuwa na afya. Nini kilimpeleka Ayubu kwenye mafanikio? Angalia hapo Ayubu 23 ule mstari wa 12. Anasema sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Maana Ayubu anasema sijarudi nyuma mimi nikaliacha neno la Mungu. Alafu anasemaje? Nimeyatunza maneno ya kinywa cha Mungu zaidi ya riziki zangu. Alichokuwa anakifanya Ayubu leo ndo anafanya wale ndugu zetu wa upande wa pili. Ukifika muda wa swala anafunga duka anaenda msikitini. Ila leo unakuta watu wa Mungu ukifika muda wa ibada, yeye anaendelea na vitu vyake kama kawaida. Anasema Mungu huyo mwenyewe anataka sadaka. Kwa hiyo akae atulie kwanza, akae kwa kutulia kwanza. Nikishapata sadaka ndio nitakuja. Ayubu anasema yeye alikuwa analijali neno la Mungu na kulitunza neno la Mungu kuliko riziki zake za kila siku. Unapoongelea riziki za Ayubu za kila siku, alikuwa anaangamia 3000. Maana yake alikuwa anafanya biashara. Leo tungesema alikuwa anafanya biashara ya usafiri, kwa sababu moja ya kazi ya ngamia ni kusafirisha watu. Kwa hiyo leo tungesema labda Ayubu ana bajaji kadhaa, ana bajaji 3000. Bajaji 3000 zinaweza kumuingizia shilingi ngapi kwa siku? Bajaji moja tu kwa mahesabu ya chini kwa siku 25,000. Si ndio? Haya, tuzidishe 25,000 mara 3000. 75,000. Okay. 25,000 mara 3000. 25,000 mara, unajua ni shilingi ngapi? Ni milioni 75. Milioni. Kwa hiyo kwa siku Ayubu alikuwa anaingiza shilingi ngapi kwenye biashara yake ya bajaji ambayo ni ngamia? Kwa sababu ngamia mmoja kwa mahesabu wanasema leo anaweza kauzwa kuanzia karibu milioni 6 kwenda juu. Kwa hiyo tungerudi kwa siku za nyuma hapo kidogo, kabla hawajafunga mfereji wa Homs, bei ya mafuta ikapanda, inawezekana bajaji tungeweza kupata kwa hiyo hela miaka michache hapo nyuma kidogo. Sasa hivi bajaji nadhani inaweza kufika hata milioni 10, milioni 10 na milioni 12. Lakini kule nyuma wakati bajaji zinatoka, hiyo milioni 6 walikuwa wanapata. Kwa hiyo Ayubu ana bajaji 3000. Kila siku zinamuingizia milioni 75. Kwa mwezi anapata shilingi ngapi? Zidisha hiyo mara 30. Yaani kwanza hiyo milioni 75 mara 3, hadi kuhesabu mmeshindwa. Hayo mahesabu sasa niwaachilie nyinyi wachungaji. Na swala la mahesabu ni swala la kimungu kabisa. Kwenye Biblia kuna kitabu kinaitwa nini? Hesabu. Kwa hiyo swala la mahesabu ni swala la kimungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni shilingi ngapi? Nataka tuzidishe, nizidishieni kwenye daftari milioni 75 mara 30. Bilioni 2 milioni 250. Kwa hiyo kwenye biashara ya ngamia ambayo tungeita leo biashara ya bajaji. Nimeweka bajaji, sijaweka hata kirikuu, nimeweka bajaji. Ngamia alikuwa anabeba mizigo, anabeba watu. Nimeweka tu bajaji hizo. Kwa mwezi Ayubu alikuwa anaingiza bilioni 2. Unajua kwa majira ya Ayubu kuingiza bilioni 2 kwa leo, bilioni 2 ya wakati wa Ayubu kwa leo inaweza ikawa hata ni trillions of money. Trillions of money. Sasa haya, hiyo ni biashara moja hapo Ayubu alikuwa nayo. Alikuwa pia Ayubu ana ngamia 3000, ana jozi za ng'ombe 500. Ng'ombe walikuwa wanatumika kulima. Kwa hiyo ni matrekta, ana matrekta 500. Matrekta kwa siku tuseme anaweza kodisha kwa shilingi ngapi? Tuweke bei ya chini 50,000, si ndio? Na inategemea na eka. Hapo ni inategemea na eka. In fact inawezekana kulima eka moja ndio 50,000. Eka moja ndio 50,000, si ndio? Akikulimia eka moja ndio. Sasa mpaka mtu ana trekta 500, ujue watu walikuwa na mashamba makubwa. Nakumbuka wakati ule watu walikuwa wachache. Kwa hiyo ishi ya mashamba, watu walikuwa na mashamba makubwa.
Sio kama leo hapa da ukimiliki 20 kwa 20 ni muujiza. Wakati ule watu walikuwa wachache. Wewe mtu anaweza hata akawa hii Goba yote, Ubungo yote, tembea hivyo, zunguka nenda baka, hata inawezekana hii da ilikuwa ni watu 10 tu. Ni watu 10 tu wanaishi hii da yote. Ni shilingi ngapi Ayubu alikuwa anaingiza kwenye biashara ya matrekta hapo? Ni hela nyingi. Lakini tena nini hapo? Ayubu alikuwa ana punda. Punda ni wabeba mizigo. Alikuwa na punda wake 500. Tungesema vile viguta au vibajaji au vile vilikuu vya kubebea labda nini? Mizigo. 500. Lakini Biblia inasema Ayubu anasema alikuwa analithamini neno la Mungu na kulitunza neno la Mungu kuliko hizo riziki alizokuwa anapata kila siku. Ukipewa bilioni 2 leo kaambia bilioni 2 hii hapa, utumisi huu hapa. Wewe sitaki kukuongelea. Hebu jiongelee mwenyewe. Jiongelee mwenyewe. Utasema pasta, hii issue ya kuitwa, hii sio kila mtu ameitwa. Sisi wengine yani na wakati huo umeacha kila kitu umekuja kwenye utumishi. Bilioni 2 kiweka mezani, pa! Kwanza unachanganyikiwa. Unaishiwa hadi nguvu. Lakini Ayubu yuko tayari aache bilioni 2. Kama ni issue inahusiana na Mungu na neno la Mungu. Kwa tafsiri nyingine kwamba Ayubu alikuwa pia tayari kutoa chochote kwa ajili ya kupeleka neno la Mungu. Kwa tafsiri nyingine kwamba Ayubu kabla hajapata riziki sasa kama chakula kila siku, alikuwa anapata kwanza neno la Mungu. Maana alikuwa na ratiba ya kwanza neno la Mungu kabla ya kitu chochote. Ayubu 29 mstari wa 4. Ayubu 29 ule mstari wa 4. Ayubu 29 ule mstari wa 4. Anasema kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa, hapo siri ya Mungu ilipokuwa imani mwangu. Maana yake nyumbani kwa Ayubu kulikuwa kuna siri za Mungu. Siri za Mungu ndio neno la Mungu sasa lililofunuliwa. Kwa hiyo Ayubu alikuwa anasomaga neno mpaka anapata siri na akazijaza kule nyumbani kwake. Unataka kuwa na matokeo, lazima ulipende neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la 3. Dalili nyingine ya mtu anayempenda Mungu. Dalili nyingine ya mtu anayempenda Mungu. Huyu mtu ni mtu anayeipenda nyumba ya Mungu. Ni mtu anayeipenda nyumba ya Mungu. Dalili nyingine ya mtu anayempenda Mungu, ukimwona mtu anayempenda Mungu, ujue umemwona mtu anayeipenda nyumba ya Mungu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 3. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 3. Dalili nyingine ya mtu anayempenda Mungu ni mtu anayeipenda nyumba ya Mungu. Hawezi kuona kitu kinaharibika kwenye nyumba ya Mungu na akarelax. Hawezi kuona kitu kinaharibika kwenye nyumba ya Mungu na akarelax. Especially ni kama ana uwezo wa kufanya kitu. Kama ana uwezo wa kufanya kitu, hawezi kuona. Okay, ngoja nikupe mfano rahisi. Wewe kwa mfano tuassume wewe unampenda Debora na unampenda ile kabisa, ile kindaki kabisa. Ukiona kuna jambo baya linampata Debora, utafurahia. Na kama una uwezo wa kumsaidia, si utamsaidia haraka. Ndivyo ilivyo pia mtu yote anayempenda Mungu ni mtu ambaye anaipenda nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ndio kama hii sasa. Kanisa, kanisa, unaona? Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 3. Anasemaje kwa sauti? Hebu tusome tu kwenye Biblia yako. Soma kwenye Biblia yako haraka haraka. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 3. 1 2 3 anasemaje? Nami tena kwa kuwa nimemwekea Mungu, anasema kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu. Daudi anasemaje? Kwa kuwa ameiwekea nyumba ya Mungu wake shauku yake. Yaani maana yake moja ya shauku Daudi aliona, kwa sababu anampenda Mungu, ameweka. Yaani mojawapo ya shauku za Daudi ni nyumba ya Mungu. Mojawapo ya shauku za Daudi ni nyumba. Anasema nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu shauku yangu. Angalia sasa watu wenye shauku na nyumba ya Mungu. Anasemaje? Nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiweka tayari nyumba takatifu. Yaani alikuwa tayari kutoa hazina zake, akiba yake kwa ajili ya nyumba ya nani? Kwa hiyo ukiona mshirika anasema anaipenda nyumba ya Mungu, lazima tuone akiguswa na kuendeshwa na kila kitu kinachotokea kwenye nyumba ya Mungu.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Zaburi 27 ule mstari wa 4. Huyu ni Daudi tena anaongeza andiko jingine. Zaburi 27 ule mstari wa 4. Kuipenda nyumba ya Mungu maana yake ni kwamba unaona nyumbani kwa Mungu. Okay, nisome kwanza Zaburi 27 ule mstari wa 4. Anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Neno gani hilo? Nikae nyumbani mwake siku ngapi? Siku ngapi? Siku ngapi? Daudi alifanikiwa hajafanikiwa? Unajua leo kwenye kizazi chetu hiki kuna watu wanakwambia tatizo lenu walokole ni kupenda ibada, kwenda kanisani kila saa kanisani. Ni kweli tunapaswa kufanya kazi, lakini pia kila wakati tunapaswa kuwa na muda na Mungu pia. Yaani kazi na sala vinaenda pamoja. Angalia, Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Alifanikiwa Daudi kiuchumi, lakini moja ya kitu alikuwa anakitamani kila siku, anasema nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwake. Sio nikatembelee, sio nipite, sio nikaangalie. Anasema nikae nyumbani mwa Bwana siku zote, sio za Januari, za maisha yangu. Maana yake as long as I live, one among my passions is to be in the house of the Lord. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Waliponiambia twende nyumbani kwa twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani kwa Bwana. Twende nyumbani kwa Bwana. Twende nyumbani kwa Bwana. Kuwa na shauku na Mungu au kumpenda Mungu ni kuwa na shauku na nyumba ya Mungu. Sasa ngoja nikuonyeshe kwa habari ya Bwana Yesu. Nikupe maandiko machache kwa habari ya Bwana Yesu na jinsi alivyokuwa na shauku na nyumba ya baba yake, ili uone ya kwamba unaposema mtu anampenda Mungu, maana yake ni mtu atakuwa anaipenda nyumba ya Mungu. Na ndio maana kutokuja kanisani ni ishara ya kwamba umpendi Mungu, au kwa tafsiri nyingine upendo wako kwa Mungu umeanza kupoa. Luka sura ya 2 mstari wa 48 na 49. Luka sura ya 2 mstari wa 48 na ule mstari wa 49. Luka sura ya 2 mstari wa 48 na ule mstari wa 49. Anasemaje? Walipomwona walishangaa. Maana ni wazazi wa Yesu hao walikuwa wanamtafuta Bwana Yesu ndani ya siku 3. Wamejisahau, wamemsahau Yesu hekaluni. Yesu amekaa hekaluni ndani ya siku 3. Yuko pale. Wazazi wamezunguka, tafuta kwa ndugu, tafuta kwa jamaa. Yesu hapatikani. So anasema siku hii ya 3 walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Mstari wa 49, Bwana Yesu anawajibu. Anasema kwa nini mstari wa 49 anasema akawaambia, kwani kunitafuta? Maana hiyo ni kwa nini kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu. Yesu alikuwa anachukulia swala la kukaa katika nyumba ya baba yake ni kitu cha lazima. Ni kitu cha lazima kiasi kwamba alikuwa tayari kuachana na familia yake ya kimwili ahamie kanisani. Leo kupata watu ambao wanaweza akaacha godoro nyumbani kwake akaja akakaa kanisani wanaweza kupatikana, ila lazima awe kweli anampenda Mungu kweli kweli. Mfano uje ulale hapa, unaona upepo unapita huku, mbu anapita huku, baridi inapita huku. Hayo unakuja hapa nyumbani kwa Bwana, unakuja kukaa nyumbani kwa Bwana. Ile kuja tu ni ishara mbinguni ya kwamba wewe unampenda Mungu. Yesu anasema hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo nyumbani mwa baba yangu. Angalia, hii ni mara ya kwanza. Mara ya pili, Luka sura ya 4 mstari wa 16. Luka sura ya 4 mstari wa 16. Yesu huyo na nyumba ya baba yake. Luka sura ya 4 mstari wa 16. Anasemaje Luka 4:16? Akaenda Nazareti. Hii ni baada ya kushuka kutoka kule jangwani alipokuwa amefunga siku 40. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Anasema na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Lakini nataka urudi hapo. Anasema na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa nini? Desturi. Maana yake ilikuwa nini? Ilikuwa ni kawaida yake. Kwa hiyo
Yesu kaa nyumbani kwa baba yake ilikuwa ni kawaida yake. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba Yesu siku ile anawaambia wazazi wake wakati wanamtafuta, anawaambia hivi, maana yake ni hivi, alikuwa anajaribu kuambia hivi kwamba ikitokea siku yote amnioni nyumbani, pa kunitafuta ni hapa. Yaani ikitokea siku yote mnanitafuta, pa kunitafuta ni hapa kwa baba yangu. Ilikuwa desturi ya Yesu kwenda hekaluni. Yohana sura ya 2 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 17. Yohana sura ya 2 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 17. Siku moja Yesu ametoka kwenye harusi. Kutoka kwenye harusi akaingia zake, anasema na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea kwenda mpaka Yerusalemu. Akaenda zake Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa wenye kuvunja fedha wameketi. Yaani hivi watu walikuwa navyo kwa sababu wakati ule ulikuwa ukienda hekaluni kuna sadaka za kutoa. Kuna kutoa sadaka siji ya njiwa, kuna kutoa siji sadaka ya kondoo, siji kuna kutoa sadaka mwingine inabidi atoe ng'ombe, mwingine wengine wamekaa pale wanabadilishana fedha na vitu. Kwa hiyo hao watu walikaa hekaluni ili kwamba kutengeneza wepesi, yani kutengeneza wepesi hizo bidhaa zipatikanie hekaluni. Lakini ikafika mahali tena kule hekaluni sio tena masuala ya ibada. Yaligeuka kuwa masuala ya nini? Biashara. Yaani haikuwa tena issue ya ibada, ilikuwa ni issue ya biashara. Sasa angalia mstari unaofuata 15. Anasema akafanya kikoto cha kitambaa, yaani akachukua kile ule mtandio wake ule wa kuombea, akausokota sokota, akatengeneza mafundo fulani hivi. Alafu anasema akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Mstari wa 16. Wanafunzi wake wakawa wanajiuliza, akamwambia wale walikuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya nini? Biashara. Alivyokuta nyumba ya baba yake vitu vinaenda ndivyo sivyo, aliumia na akachukua hatua. Na alianzia kwenye kile alichokuwa nacho, kikoto. Akasokota, akaanzia hapo. Hauhitaji kuwa na hela nyingi ndio uanze kufanya kitu kwenye nyumba ya Mungu. Unahitaji kumpenda Mungu, na kumpenda Mungu ni kuipenda nyumba yake. Na kutokea tu hapo, wewe pia unacho kikoto chako, unacho ila hujai kukiona. Unacho kikoto chako ambacho kikitumia vizuri unaijenga nyumba ya Bwana tena. Alafu mstari wa 17. Nini siri ya hiki kitu? Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Kwa hiyo kumpenda Mungu ni kwamba unamaanisha ya kwamba umeliwa na wivu wa nyumba ya Mungu. Umeliwa na wivu wa nyumba ya Mungu. Haleluya. 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 Kuipenda nyumba ya Mungu maana yake nini? Maana yake ni kwamba huwezi kuona nyumba ya Mungu inaharibiwa na ukatulia tu, au inaharibika na ukatulia tu. Huwezi kuona nyumba ya Mungu inaharibika na ukatulia tu. Huwezi kuona nyumba ya Mungu inaharibika na ukatulia tu. Huwezi kuona nyumba ya Mungu inaharibika na ukatulia tu. Jambo la 4. Dalili nyingine ya mtu anayempenda Mungu. Zimefika ngapi sasa hivi? Si 3 Tuendelee 4 sasa Haleluya. Jambo la 4 ni mtu anaendeshwa na kinachomwendesha Mungu. Mtu anayempenda Mungu ni mtu anaendeshwa na kinachomwendesha Mungu. Anaendeshwa na kinachomwendesha Mungu. Unakuwa ni mtu ambaye unaendeshwa na kinachomwendesha Mungu. Nikisema kuendeshwa na kinachomwendesha Mungu, kipengele cha kwanza na maanisha nini kinamwendesha Mungu? Ngoja niwaulize swali. Nini kinamwendesha Mungu? Nikisema kinachomwendesha Mungu ni kwamba yani sasa hivi nini shauku ya Mungu? Nini ambacho Mungu anakitaka? Watu waokoke, wokovu wa roho za watu So number 1 sasa, kuendeshwa na kinachomwendesha Mungu maana yake nini? Ni kupenda kuvuna roho za watu. Yaani hicho utakuwa unakipenda na unakitaka. Timotheo wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 3 na 4. Timotheo wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 3 na 4. Timotheo wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 3 na 4. Naomba tusome kwa sauti. 1, 2, 3.
Hebu tuanze tena. Hilo jambo kwanza ni nini? Pili, linakubalika mbele za nani? Mungu mwokozi wetu. Twende mstari wa 4. Watu wangapi? Utaka watu wangapi? Utaka watu wangapi? Wafanyeje? Waende jehanamu. Kwa hiyo nini ambacho ni kizuri na kinakubalika mbele za Mungu? Ni wokovu wa roho zote za watu. Mungu anataka. Amesema Mungu anataka. Kwa hiyo unapompenda Mungu, maana yake ni kwamba roho wa Mungu anachokifanya ndani yako, anakupa kutaka kile ambacho Mungu anakitaka. Wafilipi sura ya 2 ule mstari wa 13 anasema kwa maana ndiyo Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu, lengo ni kutimiza kusudi lake jema. Kwa tafsiri nyingine za Biblia zinasema it is the Lord who works in us, giving us the desire. Maana yake ni kwamba Mungu anafanya kazi ndani yetu kwa kutupa hiyo shauku kama yeye alionayo, kutupa hiyo tamaa kama yeye alionayo, kutupa hiyo passion kama yeye alionayo. Shauku yake nini? Anataka watu wote waokolewe, na sio tu watu wote waokolewe, na kupata kuyajua yaliyo kweli. Maana yake baada ya watu kuokolewa, wafundishwe neno, wajulishwe kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro wa 2 sura ya 3 ule mstari wa 9. Petro wa 2 sura ya 3 ule mstari wa 9 anasema Bwana akawahi kutimiza ahadi yake. Watu walikuwa wanalalamika, ukirudi mstari ya juu, watu walikuwa wanalalamika wanasema mbona huyo Mungu alisema, huyo Yesu mbona alisema anakuja, mbona haji? Kuna wengine watawezekana na kukejeli hata huko mtaani. Wanasema huyo Yesu aliahidi miaka 2000 iliyopita kwamba atakuja, mbona haji? Ndivyo alivyokuwa na kejeli kwenye Petro wa 2 sura ya 3 kuanzia mstari ya juu. Petro anajibu mstari wa 9. Anasema Bwana akawahi kutimiza ahadi yake. Kwa nini? Alafu anasema hivi. Anasema kama wengine wanavyodhani kwamba amekawia au kukawia, anasema bali anavumilia, maana apendi mtu yoyote apotee, bali wote waifikirie toba. Maana kinachofanya Yesu hajarudi mpaka leo, watu wa Mungu, ni bado hiyo shauku yake ya kutamani watu wote wafikirie mahali pa kutubu haijaisha. Kwa hiyo hata siku ukisikia Yesu amekuja, maana yake ni amefanya maamuzi magumu ya kuona kwamba ni kweli kuna watu hawajanipokea, lakini anyway leo tufunge mahesabu. Anatamani kuona watu wote wameokolewa na wamefikia mahali pa toba. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 ule mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 ule mstari wa 16. Paulo akiwa na shauku kama aliyokuwa nayo Bwana Yesu. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 ule mstari wa 16 anasema maana ijapokuwa naihubiri Injili sina la kujisifia, maana nimewekewa nini? Sharti. Anasema tena ole wangu nisipohubiri Injili. Yaani Paulo alifikia mahali Injili kwake ni sharti. Wachana tunaishi ya shauku, Injili kwake ni sharti. Anasema tena ole wangu nisipohubiri nini? Injili. Kwa kutuambia unampenda Mungu na unaona watu wanaendelea kupotea, kuna kitu kina shida mahali. Jambo la pili, ukisema unaendeshwa na kinachomwendesha Mungu, ukisema unampenda Mungu maana yake unaendeshwa na kinachomwendesha Mungu. Na nikakwambia kipengele cha kwanza, ukisema unaendeshwa na kinachomwendesha Mungu, maana yake ni kwamba utataka kuona utapenda kuvuna roho za watu na kuwafahamisha watu hiyo kweli, kuwafundisha watu neno, kuwajulisha watu habari za Mungu. Lakini kipengele B ni kwamba utapenda ibada. Mungu anapenda ibada. Na wewe utajikuta unaanza kupenda ibada. Unaanza kupenda ibada. Unakuja kwenye ibada unakaa dakika 40 unaanza kuboeka. Alo, wewe kuna shida kati ya upendo wako na Mungu. Mungu anapenda ibada. Yohana 4 mstari wa 23 na wa 24. Yohana 4 mstari wa 23 na wa 24. Yohana 4 mstari wa 23 na ule mstari wa 24. Anasemaje mstari wa 23? Anasema lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambapo wamwabuduo Bwana watamwabudu katika roho na kweli. Alafu mstari wa 24 anasema Mungu anawatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Yaani watu ambao watamwabudu. Maana yake sauku ya Mungu ni Mungu anatafuta watu ili waje wamwabudu. Maana yake ni kwamba Mungu ana kiu na ibada.
Mungu ana kiu na ibada. Sema Mungu ana kiu na ibada. Na kati ya mambo ambayo Mungu hajawahi kuridhika ni ibada. Maana kule mbinguni ibada ni masaa yote. Na bado ibada ya mbinguni haijamtosha. Bado anaitaka na ibada yetu pia. Na kwa sababu ibada yetu sisi sio kama ibada ya malaika. Malaika wale wanakuwa kama maroboti. Sisi ni ibada ambayo inatokea kwenye maamuzi na uchaguzi binafsi. Yaani unakuwa umeamua kwamba sitaabudu miungu mingine ila nimeamua kumchagua Bwana. Yoshua anasema mimi pamoja na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana. Maana yake ibada yako inaambatana na maamuzi yako. Na hayo maamuzi yako ndio Mungu anayataka kuliko unavyofikiri. Wewe sio robot. Ingekuwa ni swala Mungu anataka tu ibada, angetengeneza maroboti ya kumwabudu. Ila Mungu hataki maroboti, anataka kitu ambacho kitaamua chenyewe kama chenyewe kumwabudu yeye Mungu. Na huyo mtu ni mimi na wewe katika jina la Yesu. Hapa anasema anatafuta watu kama hao ili wapate kumwabudu. Ona, Mungu anamkutana na Daudi. Daudi alikuwa ni mtu wa ibada. Ndio maana Mungu anasema Daudi ni mtu aupendezaye moyo wangu. Unajua ilifikiaje Daudi akawa mtu aupendezaye moyo wa Mungu? Daudi alikuwa mtu wa ibada. Akiwa kule maporini, yuko na kakinanda kake, yuko na kakinubi yuko na kakinubi kake kule maporini, anakapiga. Yaani alikapiga kale kakinubi mpaka siku moja mtu akasikia, akamtaja ikulu. Kijana ambaye anakaaga porini. Mtu akamsikia akamtaja ikulu kwa mfalme. Na siku anaingizwa kwa mfalme, anapiga kakinubi kake, pepo zinamtoka mfalme. Inawezekana alikuwa anamkaga tu asubuhi, anaanza na kawimbo kake. Mungu yu mwema, haleluya. Mungu yu mwema, haleluya. Mungu yu mwema, haleluya. Mungu yu mwema, haleluya. Akimaliza hiyo pambio, anaingia tena nyingine. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hao watu walioimba hivi wao wameweka tu sauti, ila nyimbo za hiyo sauti, nyimbo ambayo wametumia kuweka sauti, wamechukua kwenye Zaburi ambayo Daudi yeye alikuwa anaamkaga tu asubuhi, anaamka na nyimbo. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Ametoa wapi hii? Ametoa kwenye Zaburi. Zaburi 119 mstari wa 164, Daudi anasema mara 7 kwa siku nitamsifu Mungu. Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake, na kuvuna lakini mimi nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Swala la kuimba sio swala la sauti, ni swala la kumjua Mungu ni nani na kujua Mungu anahitaji nini, alafu unaanza kufanya. Sauti yako inaweza ikawa sio nzuri kwa watu, ila kwa Mungu ni nzuri. Huu mfano napenda kurudia mara kwa mara. Naomba niurudie kwenu tena leo kwa sababu tuna wageni pia. Umeona hiki kinanda kina batani nyingi. Simekiona hicho kinanda ngoja asipige. Simeona hicho kinanda kina batani nyingi Haya, tusaidie kubonyeza batani moja na uishikilie. Hiyo ni sauti ya Debora. Bonyeza na batani nyingine uishikilie. Hiyo ni sauti ya Pastor France. Zinafanana kwani? Ni sauti mbili tofauti. Bonyeza batani ya 3. Hiyo ni sauti ya mtumishi wa Mungu hapo. Bonyeza batani ya 4. Sasa sisi wote hapa tunaweza kama zile batani. Unajua ili kitokea kitu kizuri, ukibonyeza batani moja ni kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo lazima zote zibonyezwe kwa ustadi. Ni sawa sio sawa? Hebu tubonyezee hapo sasa. Nitaimba haleluya subu. Wewe mwenyewe unasikia karako na kamziki kamekuwa kazuri Akajaa kazuri kwa batani moja sasa.
Ndio mbinguni kule sasa, huyu ataimba, ni kweli ana sauti nzuri kwetu, ila mbinguni sasa wanataka na sauti yako pia. Ndio kule mbinguni kuna noga vibaya mno. Haleluya, na hata nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata nitaimba. Na makofi niasikie. Nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na mara nyingine tena nitaimba haleluya, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Bwana asifiwe sana. Umepata siri? Wakati mwingine ukiamka usiku, wewe anza na kuimba. Sauti yako sio nzuri. Ukiona sauti yako sio nzuri, usiimbe hapo kwenye kinanda. Wewe tengeneza cha kwako, piga makofi. Ukipiga kama makofi unakaaga kwenye key. Kwa hiyo wewe piga makofi, utakaa kwenye key. Au unasema uongo? Tukipiga makofi anaweza nikwambie sauti zetu zote hapa zinakaa kwenye key. Tufanye zoezi. Tuanze. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Anaweza Yesu. Hakuna wa kufanana na, anaweza. Ila sasa tukiondoa hiyo makofi yako tukaingia pale sasa, ndio unaanza kuona mbona kama hapa mdundo umeniacha. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ukiamka wewe tumia makofi yako. Hicho ndio kinanda chako cha nyuzi 10. Piga. Halo. Bwana asifiwe sana. Mungu anapenda nini? Ibada. Kwa hiyo tukisema mtu anaendeshwa na kinachomwendesha Mungu, unaanza kuwa ni mtu wa ibada. Anza. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, nguvu nina kufanya lolote taka, manawe umo ndani ya, manawe umo ndani yangu, umeniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu, umeniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu, mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote takalo, mamlaka na nguvu ninazo, umo ndani ya, manawe umo ndani ya. Subiri nikupe siri ya ajabu. Mimi nafahamu kila mtu ambaye kwenye Biblia utamuona na utamuappreciate alikuwa ni mtu mkuu, nitakuonyesha alikuwa ni mtu wa sifa na kuabudu pia. Unamwona Musa?
Si nyie mnasema alikuwa na kigugumizi, lakini Musa alikuwa anaimbaga pia. Kutoka 15 mstari wa kwanza, baada ya wao kuvuka bahari ya Shamu, Musa anatunga wimbo. Mwenye kigugumizi, nyie ambaye mnasema sasa ana kigugumizi, anatunga wimbo. Hapa ndio yule mtumishi wa Mungu akatoa ile wimbo uinuliwe. No, hapa alitoa ile wakazama kama risasi, e Bwana katika miungu yote. Yule ndugu yule amechukua wimbo wa Musa mwenye kigugumizi. Si ndio mnasema hivyo Musa alikuwa na kigugumizi? Haya, hapa anasemaje? Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia nini? Mungu wimbo huu akinena. Yule ndugu ameuchukua, Pastor Epa ameuchukua ule wimbo hapo. Ukienda mistari ya mbele kule sasa ndio utaona Farao na majeshi yake wakazama kama risasi. Risasi katika maji makuu. Maana yake walizama kwenye bahari. Halafu uinuliwe. Mnaruka basi pale mko mnaimba wimbo wa mtu mwenye kigugumizi. Wewe. Sasa wimbo wa Musa Yesu sio una kigugumizi. Hata kama una kigugumizi Mungu anataka umwimbie. Wimbo wa Musa, Ufunuo 15 mstari wa 3. Si Musa alitunga wimbo? Alitunga wimbo ambao mpaka mbingu zimeuappreciate. Siku tukienda mbinguni tutawimba wimbo unaitwa wimbo wa Musa. Mtu mwenye ambaye wewe unasema alikuwa na nini? Kigugumizi. Sababu alimwambia Mungu kwamba siwezi kuongea. Mungu akamwambia nani aliyefanya hicho kinywa? Anasema angalia Ufunuo 15 mstari wa 3 anasemaje? Nao wauimba wimbo wa Musa, mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo. Na Yesu pia alikuwa na wimbo wake. Nikuonyeshe kwenye Biblia mahali Yesu aliwahi kuimba. Hiyo pastor haipo. Ipo, ni wewe usomagi, ipo. Mathayo 26:30. Yesu aliimba na wanafunzi wake waliimba. Yaani hadi Yesu alikuwa na session za kuimba. Wewe ni nani sasa wewe? Mathayo 26:30. Huyu ni Yesu na wanafunzi wake. Anasema nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Hapo ndo Yesu alikuwa anaelekea safari ya msalaba akiwa ametokea mahali pa praise. Yaani hapa ndo alitoka akaenda mlimani akaomba jasho la damu likatoka. Ila tayari alishatokea mahali pa nini? Pa praise. Sasa jiulize labda ni wimbo gani Yesu alikuwa anaimba. Hebu tutafute wimbo kwenye nyimbo za leo tuone ni wimbo gani Yesu alikuwa anaimba. Nipeni basi hata nyimbo hizi za kwenu za leo za praise. Kutegemea na mazingira aliyokuwa nayo wakati ule. Alafu wewe bora ni mchokozi. Kutokana na mazingira aliyokuwa nayo wakati ule. Haya basi utafute wimbo unaotokana na mazingira aliyokuwa nayo wakati ule. Wakati ule alikuwa anaelekea msalaba. Tupeni wimbo sasa. Sasa kila mtu anaimba, mimi sisikii chochote. Sasa wewe ndo unatua mzigo pale kwenye msalaba. Ila Yesu alikuwa anaenda kuendea msalaba. Nitafutieni wimbo mwingine. Yaani wa Yesu wa kujitia moyo na kujifariji. Wakati anauendea. Achana kuna nyimbo za kujifariji wewe, lakini kuna nyimbo za kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo mimi nataka nyimbo za kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Asiyeshindwa kamwe. Nina baba. Si Yesu baba yake silikuwa ni Mungu. Kwa hiyo alipokuwa akiangalia msalaba, anajua hii ngoma baba yangu hawezi kuniacha, lazima nitaiendea, lakini katika hii lazima nitashinda. Sasa kumbe pale kwenye kale wimbo kanaendelea Yesu ni baba yangu. Nimesahau kumbe pale mbele. Basi Yesu angesemaje? Yehova ni baba yangu. Bwana asifiwe. Mmeshindwa kabisa kunipa wimbo ambao Yesu angekuwa anaimba. Haya, twende. Nani mwingine? Nenda kamwangalia Paulo na Sila. Wanaingizwa gerezani. Kanuni ni ile ile. Wanaimba na kuomba. Yaani hakuna mtu mkuu kwenye Biblia ambaye hakuwa anajihusisha na hilo swala la kusifu. Haipo. Inaweza ikawa haijaandikwa ila inawezekana hayupo. Yaani hayupo. Inawezekana tu haijaandikwa lakini inawezekana hayupo. Mtu ambaye alikuwa hajihusishi na kumsifu Mungu. Na wengine sio lazima uone kwamba iliandikwa akamwimbia Mungu. Ila kuna maneno utasikia anayasema. Unajua haya ni maneno ya kumtukuza Mungu. Kwa mambo ambayo Mungu amefanya. Kwa mambo ambayo Mungu amemtendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano unamwona Mfalme Sulemani.
Mfalme Suleiman, Biblia inasema aliandika nyimbo 1005. Nyimbo 1005. Maana yake ni kwamba kila siku alikuwa akiamka ana wimbo mpya kwa ajili ya Mungu. Nani mwingine kwa mfano nataka nikuonyeshe? Daudi ndo usiseme cha kuimba imba. Daudi ni cha kuimba imba. Usiseme cha kuimba imba. Bwana asifiwe sana. Okay. Kingine kinachomwendesha Mungu nimekuambia ni nini? Ibada. Kipengele cha ngapi sasa? Naomba nirukie kipengele cha niende namba 5 tu. Niende tu namba 5 straight. Namba 5. Namba 4 nimekuambia ni hiyo kwamba mtu anayempenda Mungu ni mtu anayeendeshwa na kinachomwendesha Mungu. Kipengele cha 5, mtu anayempenda Mungu ni mtu anayependa kutoa. Ni mtu anayependa kutoa. Mtu anayempenda Mungu ni mtu anayependa kutoa. Mtu anayempenda Mungu ni mtu anayependa kufanyeje? Kutoa. He is a giver. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kupenda bila kutoa. Japo unaweza kutoa bila kupenda, lakini huwezi kupenda bila kutoa. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akafanyeje? Akamtoa. Maana yake Mungu alitupenda na tumejua anatupenda kwa sababu alimtoa mwanawe pekee. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba upendo huo unaambatana na kutoa. Upendo huo unaambatana na kutoa. Upendo huo unaambatana na kutoa. Narudia tena, upendo huo unaambatana na nini? Kutoa. Wafalme wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 3 na 4, nilikusomea ile andiko mwanzoni, lakini tulione tena hapo. Wafalme wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 3 na 4. Wafalme wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 3 na 4. Anasema hivi, anasema Suleiman akampenda Mungu. Sulemani akampenda Mungu. Alafu akienda katika amri za Daudi babaye. Amri za Daudi babaye maana yake ni ile neno la Mungu ambalo baba yake Daudi alikuwa anamfundisha. Kwa hiyo ndio ile kulipenda neno la Mungu. Alafu anasemaje? Ila utoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Yaani kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, alikuwa ni mtoa dhabihu. Alikuwa ni mtoa dhabihu. Kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, alikuwa ni mtoa dhabihu. Huwezi kusema unampenda Mungu kama wewe sio mtoaji. Kutoa ni ishara ya waziwazi ya kwamba unampenda nani? Mungu. Twende tena. Jambo la 6. Nikimbizane nayo ili nimalize sasa. Jambo la 6. Dalili nyingine ya mtu anayempenda Mungu. Tukisema kama unampenda Mungu, maana yake ni kwamba unapenda kumtumikia. Yaani mtu anayependa utumishi, anayependa kutumika ni mtu ambaye anampenda Mungu. Utapenda kumtumikia. Utapenda kutumika kwenye ufalme wake, utapenda kutumika kwenye ajenda zake. Kupenda kumtumikia Mungu kunafunua kiwango chako cha upendo kwa Mungu. Unaweza ukaandika haya maneno hapo kwenye hiyo point. Utumishi ni lugha ya upendo kwa vitendo. Utumishi ni lugha ya upendo kwa vitendo. Maana yake ni kwamba unamwambia mtu unampenda kwa vitendo bila kufungua maneno yako kwa njia ya kutumika. Yaani unavyotumika ni sawa na umemwambia Mungu nakupenda bila kutumia maneno. Umemwambia Mungu unampenda kwa vitendo. Na Biblia inasema hivi, watoto wadogo msipende kwa neno bali kwa nini? Kwa tendo. Na kwa nini? Na kwa kweli. Kwa hiyo kwa tendo maana yake ni kwamba unampenda Mungu, utamtumikia Mungu. Utumishi ni lugha ya upendo kwa vitendo. Lakini pia angalia kingine, ukipenda unakuwa tayari kujishughulisha na jambo lolote la unayempenda. Ukipenda unakuwa tayari kujishughulisha na jambo lolote la unayempenda. Unajua wewe, okay, kwa mfano unaweza kwenda kwenye familia ambayo labda mwanamke na mwanaume wanaishi, ni mke na mume na wanapendana, na ikatokea mwanaume mpata changamoto mfano ya kiafya. Unaweza kushangaa mke wake yuko tayari, ambaye kweli anampenda na wanapendana kutokea ndani, atakuwa tayari, yani hata ikitokea kuna vitu vigumu vya kumfanyia na kumsaidia, atakuwa anamfanyia na anamsaidia. Hata kama anajua mume wangu hapa alipo amepoteza figo, hapa alipo amepoteza nini sijui, atafanya kwa upendo na kujitoa, na atakuwa akiona mume wake anapitia shida zaidi, bado hiyo hali itakuwa inamtaabisha na kumsumbua. Ukisema unampenda mtu lazima utakuwa tayari kujishughulisha na mambo yake pia. Wewe utaona, narudia tena, unampenda tena Debora. Utaona Debora hana nguo nzuri ya kuvaa na wewe una uwezo wa kumnunulia nguo nzuri, ukamwacha tu hivi. Ni jambo la ajabu sana kwamba unaona rafiki yako anapitia kipindi kigumu. Yesu anatuonyesha alikuwa rafiki yake Lazaro. Alikuwa anampenda mpaka ajabu. Kwa sababu alikuwa anampenda, akampeleka taarifa, rafiki yako Lazaro anaumwa. Yesu akasema nitakuja nimwangalie. Katika kuendelea na huduma kule anakuja kujikuta Lazaro kule ameshakufa.
wameshamzika. Yesu alipofika pale kaburini akakuta wamemzika, kwanza akalia, akatoka machozi. Watu wakasema oneni jinsi alivyompenda Lazaro. Na baadaye akamwita Lazaro, akamwambia Lazaro toka huko nje. Yaani Yesu alikuwa tayari. Mwanafunzi wake mmoja alimuomba akazike, Yesu akamkatalia. Akamwambia acha wafu wakazike wafu wao. Ila safari Yesu anaenda kwenye msiba kwa ajili ya mtu anayempenda. Mtu unayempenda utakuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Ndivyo ambavyo pia ukiwa unampenda Mungu, you will be ready to work for his kingdom. Utakuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wake. Angalia Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati 11 ule mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati 11 ule mstari wa 13. 11 ule mstari wa 13. Moja, mbili, tatu. Tusome anasemaje? Maagizo yangu ni waagizayo leo kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Anasema hayo mambo mawili yanaenda pamoja, kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu. Vyote vinahitaji moyo wako wote. Kwa hiyo huwezi kutenganisha kumtumikia Mungu na kumpenda Mungu. Na in fact, Mungu apendezwi na utumishi wa mtu asiyempenda. Yaani mtu ambaye ampendi Mungu alafu anajaribu kumtumikia Mungu, amna. Mungu chochote anachotaka kutoka kwa mtu, anasema yeye anamfurahia mtu afanyaye vitu kwa moyo wa kuchangamka. In fact, yeye kwa moyo wa kupenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yohana 21 ule mstari wa 15. Unampenda Mungu utapenda kumtumikia. Yohana 21 mstari wa 15. Yohana 21 ule mstari wa 15. Anasemaje pale? 1 2 3 twende. Yesu akamwambia Simoni, alivyokuwa anamwambia kuliko hawa ni samaki. Yesu alipokufa sio tu alimkana Yesu, baadaye alirudi kwenye kazi yake ya uvuvi. Yaani kwenye zile siku mbili Yesu kwa kaburini, ile siku ya tatu afufuke, zile siku mbili tu. Zile siku mbili tu. Petro. Ni wewe kama Mungu akionyesha kama vile hajakujibu ndani ya siku tatu. Ulifunga kwenye yule mfungo, akamwambia Baba nitokee. Safari kama kweli wewe upo, nitokee. Yaani maombi ya hivyo Mungu anajua kabisa ni maombi ya mtoto. Eti kama kweli Baba wewe upo, nitokee. Maana yake ni kwamba hata wewe huna uhakika kama yupo. Na Biblia imesema mtu yote amwendeaye lazima aamini ya kwamba, kwa sababu Mungu hapendezwi na mtu asiyekuwa na imani. Kwa hiyo hapo unaendea unafunga siku 7. Unamwambia Baba nitokee kwenye hili jambo. Baba nitokee. Siku 7 zinaisha na Mungu hajakutokea. Unasema acha nirudi zangu tu kwenye mambo yangu mengine. Hapo nilikuwa naomba Mungu kuhusu utumishi. Unamwambia Baba nisaidie, zungumza na mimi, ongea na mimi, nitokee, niambie. Mungu hajakwambia chochote ndani ya hizo siku 7 au siku 3 ulizofunga. Alafu nasema inaonekana Mungu ni kama vile Mungu ana upendeleo bwana. Kwa nini mimi nikiomba Mungu anijibu? Ila kanisani nasikia shuhuda wenzangu wanashuhudia kila siku, Mungu amemtendea hivi, Mungu amemtendea hivi. Sasa hapa Petro ndani ya siku 2 tu ambazo Yesu alikuwa kaburini, Petro tayari alisharudi kwenye kazi yake ya uvuvi. Yesu ikabidi amuulize Petro, mimi na samaki kipi zaidi? Nanipenda kuliko hawa? Na samaki kwa Petro alikuwa anamuingizia hela. So kwa tafsiri ile kwamba unampenda Yesu kuliko hela. Usipofikia mahali pa kujipambanua, pa kuonyesha unampenda Mungu zaidi ya kitu fulani, kuna hatua Mungu atakupeleka. Sasa hivi tu. Nilikuwa nataka kutoa mfano, acha niuache. Naweza nikamkwaza mtu. Na sitaki kukwaza. Yesu akamuuliza unanipenda kuliko tumalizia anasemaje? Petro akamwambiaje? Mnasoma au mnasikiliza? Haya tusome. Tusome tena. Baada ya Yesu kujiridhisha ya kwamba Petro anampenda, Yesu alimwambiaje? Lisha wana kondoo zangu. Maana yake alimpa kazi ya kutumika. Kwa hiyo kingine ni kwamba ni mpaka Mungu amejiridhisha na upendo wake kwake ndio atakuruhusu umtumikie kwenye eneo fulani. Ndio maana andiko la kwanza nilikusomea kabisa wakati naanza kufundisha,
Nilisoma Warumi 8:28 anasema Mungu hufanya kazi katika mambo yote na wale wafanyeje? Wampendao. Maana yake ni kwamba pia ishara ya kwamba unampenda Mungu, utakuwa tayari kufanya kazi na Mungu. Utakuwa tayari kufanya kazi na Mungu. Na kwa tafsiri nyingine kwamba utakuwa tayari kuwa mfanyakazi pamoja na Mungu. Anasema sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. We are co-laborers au co-workers with God. Jambo la mwisho, dalili ya mtu anayempenda Mungu. Dalili ya mwisho kwa leo ni ya 7 hii sasa. Au ni ya ngapi? Ya 7 Dalili ya mtu anayempenda Mungu ya 7. Ya 7. Utapenda kumpendeza. Mtu anayempendeza Mungu ni kwamba atapenda kumpendeza Mungu. Atakuwa anapenda kumpendeza Mungu. Katika mambo yake yote atakayokuwa anafanya, atakuwa anajitahidi kumpendeza Mungu. Mathayo 3:17. Mathayo 3:17. Utakuwa unajitahidi kumpendeza Mungu. Simama kwa miguu yako. Mathayo 3:17 anasema Yesu alipokwisha kubatizwa akatoka majini, mbingu zikafunguka, Roho akamshukia kama ua, alafu sikia sauti ya Mungu ikasemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, alafu ninayependezwa naye. Ni mwanangu, ni mpendwa, ninayependezwa naye. Kwa hiyo utapenda kumpendeza Mungu. Nini kinakufanya umpendeze Mungu? Cha kwanza ni kuishi maisha matakatifu. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na hao ndio ninaopendezwa nao. Maana yake utaanza kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo kuishi maisha, ukisema unampenda Mungu, maana yake utachagua kuishi maisha matakatifu na uyakatae maisha ya uovu. Lakini kingine, nini kinafanya umpendeze Mungu? Ni kuishi maisha ya imani. Anasema Waebrania 11:6. Waebrania 11:6 anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana yeye amwendeaye lazima aamini ya kwamba yeye yupo. Kwa hiyo ili umpendeze Mungu lazima uamue kuwa mtu wa nini? Wa imani. Uamue kuishi kwa njia gani? Imani. Kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Mahali pengine anasema maana mtu akusita roho yangu haina furaha naye. Yaani maana yake Mungu akufurahi. Ukiwa mtu akusita, mtu akusita ni ishara ya kwamba sio mtu wa imani. Mungu anataka uwe mtu wa imani katika jina la Yesu. Sasa ombi la kwanza nataka tukaombe Naum sura ya 3 ule mstari wa 4. Naum sura ya 3 ule mstari wa 4. Naum sura ya 3 ule mstari wa 4. Ili ombi nimelisikia tena ndani ya moyo wangu na tena. Nataka tuliombe wote kwa pamoja. Naum sura ya 3 ule mstari wa 4. Anasema hivi: kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri, yule bibi wa mambo ya uchawi. Sema bibi wa mambo ya uchawi. Sema tena bibi wa mambo ya uchawi. Sema tena bibi wa mambo ya uchawi. Unaposikia bibi wa mambo ya uchawi, maana yake ni expert, ni mtu ambaye amebobea kwenye mambo ya uchawi. Alafu kazi ya huyu bibi wa mambo ya uchawi anasema auzae mataifa kwa ukahaba wake na jamaa za watu kwa uchawi wake. Maana yake anawauza watu kwenye ufalme wa giza kwa njia ya uchawi na ukahaba. In fact alikuwa ana entertain tabia ya ukahaba. Ndio maana mimi naamini usione kila anayejiuza pale ukafikiri ana maisha magumu. Wengine wako pale ndio wachawi wenyewe sasa. Wanachukua nyota za watu pale. Wanachukua hatima za watu pale. Wanachukua kesho za watu pale. Yaani sio kila aliyoko pale na in fact kile unachokifanya tu ni exchange inatokea kwenye ulimwengu wa roho. Ni exchange inatokea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa mimi nataka tushughulike na bibi wa mambo ya uchawi kuanzia kwenye familia yako. Kila mtu ambaye ni bibi wa mambo ya uchawi, maana yake ni mtu anayeshikilia uchawi kwenye familia, kwenye ukoo, leo apigwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mtu ambaye ni bibi wa mambo ya uchawi kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, anayetuzuia tusimtumikie Bwana, tuwe watu wa giza na watu wa dhambi, leo naagiza kwa jina la Yesu apigwe. Kwa sauti apigwe. Kwa sauti apigwe.
kwa jina la Yesu. Kila bibi wa mambo ya uchawi anayeleta magonjwa kwenye mtaa, kwenye familia, kwenye kata, kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye kanda, kwenye taifa, apigwe leo kwa jina la Yesu. Sema tena, apigwe kwa jina la Yesu. Anza kuomba ile ombi, shughulika na kila bibi wa mambo ya uchawi kwenye ukoo wako, kwenye familia yako. Huo sio muda wa kuremba. Hayo ni maombi ya kupasua na kushindana. Anasema maana kushindana kwetu, kuomba maombi ya vita ni kuomba maombi ya kushindana. Shindana na kila bibi wa mambo ya uchawi. Agiza kwa mamlaka ya jina la Yesu, anayewauza ndugu zako kwenye roho ya ulevi, anayewauza ndugu zako kwenye roho ya zinaa, anayeuza familia kwenye roho za matambiko, anayeuza familia kwenye roho za ushirikina, agiza kwa mamlaka ya jina la Yesu, apigwe asagike tikitiki, apigwe apasuke tikitiki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hapana kuwaonea huruma. Nasimama kama rungu la Bwana, naponda kila bibi wa mambo ya uchawi, kila babu wa mambo ya uchawi. Wewe unayebeba matunguli ya ushirikina kwenye familia zetu, uanguke leo na uchawi wako, uanguke leo na uganga wako, uanguke leo. Omba kabili tena. Manda kapariada basaya yekata yanda radaba manta yana masanda yakada radaba raba wafyeke yakata yanda rabasaya ekada barada bosaya. We bibi wa mambo ya uchawi, unaeleta magonjwa ya ukoo, unaleta laana za familia, na kufyeka kwa jina la Yesu. Nafasi yako haitakuwepo tena upande wa baba yangu, upande wa mama yangu. Nakupangua. Haribika ya makadaradaya eshada bakataya mantayanda rabo ekada basharia makana masanda rakada basadia yekano ramasaya yakatayanda radaba mantayana masaya rakada baba masaya. Wewe ni silaha za Bwana, ni kwa wewe Bwana anavunja, ni kwa wewe Bwana anaharibu. Amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, ambaye hataki watu waokoke, ambaye hataki watu wafunguliwe, ambaye hataki watu wapone, ambaye hataki watu waoe na kuolewa, ambaye hataki watu watenge. Amezuia familia watu wasijenge, amezuia familia watu wasifanikiwe kiuchumi. Piga kwa mamlaka ya jina la Yesu na kufyeka wewe unayezuia maendeleo, uliyekaa kwenye malango ya mji wa Dar es Salaam, na kuagiza kwa mamlaka ya jina la Yesu upinduke na kuanguka na kuachia hiyo nafasi. Napangua kiti chako na kunyofoa, uondoke hapo, ushuke kuzimu na kunyofoa, ungooke hapo, ushuke kuzimu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unapandikiza tabia mbaya ndani ya watu kwa jina la Yesu. Unapandikiza roho ya zinaa ndani ya vijana wetu kwa jina la Yesu. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Shanta ya katoria rekanta rana masaya manda ya katoria daba rekada bada masaya manda ya katoria nama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, kuanzia sasa ninaagiza kila wakala wa mambo ya uchawi kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, leo aharibike kwa jina la Yesu. Na wafungua ndugu zangu waliofungwa, na rejeza kila alichokiba kwa jina la Yesu. Kinarejea kwa sauti, kinarejea kwa jina la Yesu. Na rejesha kila baraka ya ukoo, baraka ya familia. Na rejesha kila kitu chema alichokichukua, rejea kwa jina la Yesu. Kwa dakika tena chache mwambie Roho Mtakatifu akusaidie umpende Mungu zaidi.
Roho Mtakatifu akusaidie umpende na umpende Mungu zaidi. Umpende na umpende Mungu zaidi. Kumpenda Mungu, watu wa Mungu, na viwango na viwango na viwango. Ambe Roho Bwana nisaidie nikupende na nimpende Mungu zaidi na nilipende neno lako zaidi. Ambe Roho Bwana nisaidie nilipende na neno lako na neno lako nilipende zaidi. Roho Bwana nisaidie tena, Roho Mtakatifu, kila alfajiri kiwango changu cha upendo kwa neno lako, kiwango changu cha upendo kwa neno lako kiongezeke tena. Roho Bwana nisaidie kila mchana, kila jioni, kila usiku, kiwango changu cha kupenda utumishi. Mwambie Mungu yale mambo niliyokuambia, dalili za mtu anayempenda Mungu, zile dalili 7. Mwambie Mungu akusaidie uwe mtu wa kuupenda uwepo wake. Baba nisaidie niwe mtu wa uwepo wako, niwe kama alivyokuwa Daudi. Anasema Bwana umesema nikutafute uso wako nami nitakutafuta. Niwe kama alivyokuwa Musa anayesema siendi bila uso wako, kwenda pamoja nami. Baba nisaidie, nataka niwe mtu anayeupenda uwepo wako, anayeuthamini uwepo wako, anayeuchukulia kwa uzito uwepo wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Niwe kama Yusufu aliyesema nifanyeje hivi ili nimkose Bwana Mungu wangu, ni uthamini uwepo wako na niwe tayari kuutunza kwa gharama zote. Bwana Baba nisaidie, umesema mtu akupendaye ni mtu alipendaye neno lako. Nifundishe kulipenda neno lako, niwe kama Daudi aliyesema kwamba sheria yako anaipenda mno ajabu. Nilipende neno lako mno ajabu kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kulipenda neno lako ni pamoja na kulijaza ndani. Nipe tena neema ya kulijaza ndani neno lako. Nipe neema ya kulijaza ndani neno lako. Nipe neema ya kulijaza ndani neno lako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba umesema mtu anayekupenda ni mtu anayeipenda nyumba yako. Ongeza tena kiwango changu cha upendo kwa habari ya nyumba yako. Niwe kama Daudi aliyesema nalifurahi waliponiambia, Zaburi 122 mstari wa 1, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Niwe kama Bwana Yesu ambaye sitajali nini kinapotea kwa sababu tu ya kutaka kuwa pamoja na wewe Bwana kwenye hema yako, kwenye uwepo wako. Mzaburi akasema ya kwamba siku moja nyumbani mwako ni sawa na miaka 1000. Manake kuna miaka 1000 Bwana nitaiokoa kwa kukaa nyumbani mwako ndani ya siku moja. Baba nisaidie niwe mtu wa ibada. Ukasema kukupenda wewe ni kuendeshwa na kinachokuendesha. Baba niendeshe na kinachokuendesha, niendeshe na kinachokuendesha. Nini shauku ya moyo wako, hiyo ikawe shauku ya moyo wangu. Nini tamaa iliyoko ndani ya moyo wako, nini Bwana mapenzi yaliyoko ndani ya moyo wako, nini kinakuendesha wewe, nini kinafanya Mungu usitulie. Bwana hicho kitu kinifanye na mimi nisitulie, nisikae tena kwa jina la Yesu. Baba nisaidie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ukasema ya kwamba Bwana wewe unataka ibada, nifanye kuwa mtu wa ibada. Nifanye kuwa mtu wa ibada, nifanye kuwa mtu wa ibada. Niwe kama alivyokuwa Daudi, alikuwa mtu wa ibada. Anaomba asubuhi, mchana, jioni, anaomba wakati mwingine usiku, anasifu na kuabudu asubuhi, mchana, jioni, anasema mara 7 kwa siku. Baba niwe mtu wa ibada, ni kuabudu wewe peke yako. Niwe mtu wa ibada, ni kuabudu wewe peke yako. Niwe mtu wa ibada, ni kuabudu wewe peke yako. Kama kuna kitu Mungu kama kuna majira utataka ibada, hata kama ni usiku, niamshe nikupe ibada tena Bwana. Niamshe nikupe ibada tena Bwana. Niamshe nikupe ibada tena Bwana. Yantarana masanda rekada baba saya. Roho Bwana ukasema tena ya kwamba kukupenda wewe Bwana, kukupenda wewe ni kupenda kuvuna roho za watu, nikutanisha na watu wanaopaswa kuokoka, ili Bwana nitakapozungumza nao kiwepesi wataokoka, kirahisi tu wataokoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Niwe tawi lizalo linalokuzalia wewe matunda, niwe tawi lizalo linalokuzalia wewe matunda, niwe tawi lizalo linalokuzalia wewe matunda kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ukasema Bwana ya kwamba kukupenda wewe Bwana Yesu ni kupenda kutoa. Baba nifanye kuwa mtoaji, nifanye kuwa mtoaji. Kila moyo wa ugumu kwenye masuala ya kutoa uachie moyo wangu. Lakini pia umesema kukupenda wewe ni kupenda kukutumikia, kukupenda wewe ni kupenda kukupendeza. Niwezeshe katika yote haya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mmoja sema amen. Sema kwa sauti amen. Inua mikono yako juu, funika macho yako.
Na kama unayo sadaka yako, kamata sadaka yako sasa, tumtolee Bwana Yesu. Kama unayo sadaka yako, kamata sadaka yako, tumtolee Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo na ibada hii ya leo. Asante Bwana kwa kutusaidia. Umetupa nafasi ya kujifunza, na wewe unasema ukisema roho huwa inatuingia. Bwana, ninamwombea kila mmoja, ninajiombea na mimi na wale walio kwa njia ya television na mtandao, ya kwamba Bwana Yesu, roho ya kukupenda ituingie katika jina la Yesu. Nasema tena, roho ya kumpenda Mungu ituingie katika jina la Yesu. Na sio tu kumpenda Mungu, kumpenda Mungu kwenye majira yote, kwenye hali zote na kwenye mazingira yote katika jina la Yesu. Hatutamwacha Mungu kwa sababu ya mazingira kwa jina la Yesu. Kwa sababu Bwana anatusaidia tumpende zaidi, hatutamwacha Mungu kwenye kipindi kigumu chochote kwa jina la Yesu. Hatutamwacha Mungu kwenye mazingira ya kutisha yoyote kwa jina la Yesu. Kama ambavyo Shadraka, Meshaki na Abednego na Danieli walikuwa tayari kufanyiwa lolote kwa sababu ya upendo wao kwa Mungu. Mungu atusaidie tuweze kustahimili kila jambo, kila kipindi, kila mazingira, na tushinde katika jina la Yesu. Na kuombea wakati Mungu anatafuta mtu wa kufanya naye kazi, kwa sababu moyo wa kumpenda Mungu umepatikana ndani yako, basi hivyo hivyo pia Mungu akakupate kama mtendakazi wake kwa jina la Yesu. Mungu akitafuta mtu wa kufanya naye miujiza, akuone wewe kwa jina la Yesu. Akuone wewe kwa jina la Yesu. Akuone wewe kwa jina la Yesu. Mungu akitafuta mtu wa kutumia kinywa chake kutoa neno lake na unabii, akuone wewe kwa jina la Yesu. Mungu akitafuta mtu wa kumpa ufunuo na siri zake, akuone wewe katika jina la Yesu. Kwa sababu moyo wako wa kumpenda Mungu unaambatana na moyo wa kumtumikia Mungu, ukatumike kupita wengine wote kwa jina la Yesu. Ukawe kama Paulo aliyesema, nimefanya kazi kupita wote. Neema ya kufanya kazi kupita wote iwe juu yako katika jina la Yesu. Mungu ayabariki mapato yako na vyanzo vyako vya mapato katika jina la Yesu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Njoo mtolee Bwana Yesu sadaka yako. Njoo mtolee Bwana Yesu sadaka yako. Mungu akubariki sana. Kesho tunaanza hapa semina ya vijana. Tutakuwa na semina ya vijana hapa, na tutakuwa na ibada jioni. Kama hivi unavyoona jioni saa 10 mpaka saa 12:30 tutakuwa na ibada inaendelea hapa Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jiandae kujifunza, lakini pia jiandae kuomba. Na Mungu atayabadilisha maisha yetu. Hivi unaona tunavyokaa hivi uweponi mwa Mungu muda mrefu, tunabadilika, ila wewe hujui tu. Kuna siku ukitoka hapa watu watasema, hivi ni yule fulani nilimuonaga au sio yeye? Tunabadilika. Yesu alivyokaa, sura na mavazi yake yalikuwa yanabadilika. Tunabadilika. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Tuseme neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Tumemaliza. Naweza kumsalimia jirani yako.